Marafiki zangu na ndugu zangu, nawatakia asubuhi njema. Leo ni tarehe ya 5 mwezi wa Machi mwaka wa 2026. Ni habari ya leo napoenda kwa tangazia. Mimi naitwa Parik Ndagijimana. Hebu tuanzie kuhusu tafsiri. Serikali ya Marekani ilitangaza mapema mwezi huu kwamba imeweka adhabu kwa jeshi la ulinzi wa Rwanda RDF pamoja na watu kadhaa wa Rwanda kwa kuendelea kwenye Irani. Inatangaza kwamba askari wa Marekani wameangua na kukamatwa kwa sababu ya mizigo wake ya mifupa ambao ni miziri inayofanana na 1560. Ofisi ya Pentagon imeongea kuwa 3 wameufa na 5 wamekamatwa kabisa. Kwa kuingilia, waziri wa mambo wa nje, amani na ushirikiano wa Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungire yuko nchini wa India mjini New Delhi, ambapo wameshiriki mkutano mkubwa wa tume ya pamoja ya Rwanda na India-Rwanda Joint Commission meeting. Wakuongezea kuhusu pale nchini Burkina Faso usiku wa Jumatatu uliopita, yatangaza kuwa kulipigana na risasi kadhaa karibu na makao makuu ya Rais Ibrahim Traore jijini ya Ouagadougou. Kwa kuongezea tena na kuhusu bei la Rwanda, bei ya mafuta ya chumvi imeongezeka kwa 13% kwa sababu ni vizuri kwa adhabu ambazo serikali ya Marekani pamoja na Israeli zimeweka kwa Irani. Kuhusu tukio lililotokea ni kwamba mwenyekiti wa makao mkuu wa jeshi la Rwanda General Brigadier Leonard Rwivanga alikutana na mwenzako waziri wa jeshi wa Uhabeshi Enge Aisha Mohamed wakati wa kukusanya kwa siku za kisheria miaka 130 ya vita vya Adwa vilivyomita kukusanya uhuru wa jiji la Adwa. Kwa kuendelea kwenye mwisho wa idhaa yetu, ni kutangaza kuwa kata ya Rusizi, wilaya Kiheke, kata ya Mashangai, kijiji cha Aisha, mtoto msichana aliyepatwa Francine aliyetaka miaka 3 amefariki dunia kwa ajili ya majeraha makubwa yaliyotokea katika nyumba ya mume wake ambaye aliyetangaza kukusanya na yeye. Tunafika kwa mwisho wa habari yetu ya leo. Mimi nimewatangazia habari hizo, naitwa Parik Ndagijimana. Tuko pamoja na waomba kufyonda vile subscribe, share, like na comment. Tuko pamoja, asanteni na siku njema.